Bali za wakati huu. Leo tunaangazia kauli mpya ya askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Diocese ya Karagwe Dr. Benson Bagonza kuhusu hotuba ya makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi. Askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Diocese ya Karagwe Dr. Benson Bagonza amedai kuwa kuna tafsiri mbili zinazopingana za hotuba ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi aliyotoa hivi karibuni ya kuwataka Watanzania wapambane kupata katiba mpya. Amesema tafsiri ya kwanza ni ya baadhi ya wafuasi na wanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM wanaompinga Nchimbi wakidai kuwa anajitafutia sifa, na pili ni wale wanaona kauli hiyo kama himizo la heri la kuongeza juhudi za kupata katiba hiyo. Akizungumza na televisheni mtandao ya Pekuzi, Bagonza anaona upinzani dhidi ya Dr. Nchimbi ndani ya CCM unaonyesha kuwa hakuna nia ya dhati ya kuleta katiba mpya. Aidha, Bagonza ameendelea kuhoji mantiki ya kuambiwa pambaneni ikiwa rais anaitaka katiba na ilani ya CCM imeshaahidi jambo hilo, akisema kuwa itabidi kupambana, basi watu watapambana na CCM yenyewe ambayo baadhi ya watu wake wanatafsiriwa kuzuia mchakato huo. Alizungumza katika mkutano mkuu wa 15 wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC Julai 24 mwaka 2025 jijini Dar es Salaam. Dr. Nchimbi aliwataka Watanzania kuongeza juhudi kupambania katiba mpya wakati huu ambapo Rais Samia Suluhu Hassan ameonyesha nia ya dhati ya kuitaka katiba hiyo mpya. Nikiambiwa kuna jambo tu kama makamu wa rais waambie Watanzania, nitasema pambaneni mpate katiba mpya, katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote, katiba yenye muafaka katika taifa, katiba ambayo kila Mtanzania popote alipo atajisikia fahari kujitambulisha, mimi natoka Tanzania, katiba ambayo inajali maisha. Alisema maneno hayo Dr. Nchimbi. Aidha, Dr. Nchimbi alieleza kwamba kwa mujibu wa tafiti iliyofanywa na kamati ya kuandika ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM mwaka 2025, tume ya haki jinai iliyoundwa na Rais Samia pamoja na ripoti ya tume ya uchunguzi ya matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi wa mwaka 2025, moja ya mambo wananchi wanayataka ni katiba mpya, huku kipendekezo kupatikana kufikia mwaka 2028 ili itumike mwaka 2029. Askofu Bagonza anarudia na kuimarisha msimamo wake wa awali, lakini sasa anaongeza uchambuzi wa tafsiri mbili zinazopingana ndani ya jamii. Tafsiri ya kwanza ni wale wanaompinga Nchimbi ndani ya CCM wanaona anajitafutia sifa, yani individual branding, na tafsiri ya pili ni tafsiri ya wanaounga mkono wanaona hili ni himizo la dhati la kuongeza juhudi. Bagonza anaona upinzani dhidi ya Nchimbi ndani ya CCM kama ishara ya kutokuwepo nia ya dhati ya kuleta katiba mpya. Anasema wazi, ikiwa itabidi kupambana, basi watu watapambana na CCM yenyewe, kwa sababu baadhi ya watu wake wanaonekana kuzuia mchakato wa kupatikana kwa katiba mpya. Kama kiongozi wa dini, Bagonza anatumia mantiki rahisi na yenye nguvu kuuliza, kama rais anaitaka na Irani imeshaahidi, kwa nini pambaneni? Hii inazuia swali kubwa la uaminifu pamoja na uwazi. Kauli ya Askofu Bagonza ni yenye busara na inaendelea kuweka shinikizo la kimaadili na kimantiki. Anatumia sauti ya kanisa kuuliza maswali ambayo serikali na CCM wanapaswa kujibu wazi. Hii inaonyesha kuna mgawanyiko wa maoni hata ndani ya CCM. Ikiwa baadhi ya wanachama wanamuona Nchimbi kama anayejitafutia sifa, basi kuna uwezekano wa upinzani wa ndani dhidi ya mchakato wa katiba mpya. Kauli ya kupambana na CCM ni kauli kali, inamaanisha kuwa ikiwa kuna kikwazo, basi kikwazo hicho kipo ndani ya chama tawala, na hii inaweza kuchochea mjadala mkubwa. Bagonza anasisitiza kuwa upinzani dhidi ya Nchimbi ndani ya CCM ni ishara ya kutokuwepo nia ya ukweli. Hii ni hoja yenye uzito, na kauli hii inakuja baada ya mjadala mrefu uliohusisha Nchimbi, Maganya, Tibaijuka, Heche, Royce Nyanda pamoja na Bagonza. Kwa sasa mjadala wa katiba mpya sasa umekuwa wa kitaifa na wenye sauti nyingi. Kwa ujumla, Askofu Bagonza anaendelea kuwa sauti muhimu inauliza maswali magumu na kuhimiza uwazi. Mjadala huu unahitaji majibu wazi kutoka kwa rais pamoja na CCM. Hiyo ulikuwa uchambuzi wa kina wa kauli ya Askofu Benson Bagonza kuhusu tafsiri mbili za hotuba ya Nchimbi. Mjadala bado unaendelea. Je, wewe una maoni gani kuhusu hoja yake ya kuwa watu watapambana na CCM?
Au wewe una maoni gani kuhusiana na yanayoendelea sasa hivi nchini Tanzania? Kauli za matamko zimekuwa nyingi sana kutoka kwa viongozi mbalimbali, ambapo hiyo yote imetokana tu na kauli ya makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi baada ya kusema kuwa Tanzania inahitaji katiba mpya na inabidi Watanzania wapambane kuipata katiba mpya. Kuna watu wametokea kumpinga ambao wanasema kama anajitafutia sifa, na wengine wameunga mkono hoja yake. Lakini sakata na issue kubwa ni kuwa kwa nini tupambane kupata katiba mpya kama hiyo chama tawala kinahitaji katiba mpya? Kwa nini watu wapambane? Hapo ndipo watu wanapooji kwa nini iwe hivyo. Kwa hiyo inaonyesha kama umo ndani tayari CCM kuna mchakato ambao unaonyesha kuna mgawanyiko, ambapo kuna watu wanataka katiba na wengine hawataki. Kama ingekuwa wanataka, basi hilo neno kupambana isingekuwa na umuhimu wa kuliweka kwenye hiyo hoja yake. Je, wewe unaona nini? Maoni yako kuhusiana na haya yanaendelea? Je, Nchimbi alikuwa sawa kutumia hizo kauli, au unaona kuna nini kinaendelea nyuma ya pazia? Tuandikie maoni yako hapo kwenye comment.